sababu leo ni siku ya pekee, lakini tukumbuke tuko kwenye Kwaresma. Ningeomba mambo ya makofi na ngoma kwa paroko yapunguzwe. Inawezekana yatoke kabisa mwenyewe Pasaka. Tuko katika mfungo. Tuko katika tafakari ambayo haihitaji makelele mengi na mambo mengi shangwe. Tuko jangwani pamoja na Yesu. Na hili niombe hilo tumeliruhusu tu kwa sababu ya jambo lenyewe. Tumempata kiongozi mpya wa kiroho na uchungaji na watumishi mahali hapa. Kwa kufanya hivyo si vibaya, lakini sasa niombe tu roho ya Kwaresma itawale. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa na mpendwa Baba Paroko Padre Charles Hosea, Mheshimiwa Padre Gaspar Waichi, mwalimu na msaidizi wa mkuu wa shule yetu ya Mtakatifu Paulo Kirokomo, mpendwa Padre Gasto Bahati, katibu wa askofu na MC wa askofu, wapendwa kamati tendaji ya parokia hii, wapendwa makatekista, wapendwa wanakwaya, wapendwa vyama vya kitume na mashirika ya kitume, wapendwa vijana wetu tunaosali pamoja siku ya leo, wapendwa wazazi wote wakina baba na wakina mama, wapendwa vijana wetu wa vyombo vya habari na wengine wote tulioko hapa wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko katika Kwaresma na leo Mwenyezi Mungu akatujalia uongozi mpya mahali hapa. Ningependa kuwashirikisha kwa kifupi mambo matatu. Nimefanya tafakari. Sasa tunapoanza kipindi cha Kwaresma na njia ya msalaba mahali hapa siku ya leo, lakini pia tumemsimika Baba Paroko mpya. Ujaribu kuangalia masomo yote, sala tunazozisali wakati wa njia ya msalaba. Bwana Yesu tayari yuko njiani. Ameanza njia ya msalaba, njia ya mateso na baadaye kifo cha aibu msalabani. Anachokitafuta Yesu katika hiyo safari yake ya msalaba, katika kipindi chote cha kuwa jangwani, ni kutimiza mapenzi ya Baba. Hilo amelifalia njuga, na hapo hatoki. Na hata kuna mahali ambapo utaona kwamba tunapoendelea na njia ya msalaba katika masomo ya kipindi hiki, watamfungia njia asielekee Yerusalemu, kule Baba anapotaka afike, na kule ndiko hiyo sadaka itatolewa rasmi. Lakini jinsi alivyojipanga kutimiza kile ambacho Mwenyezi Mungu anapenda, hasi sasa kulalamika na kusema Mwenyezi Mungu, naona sasa hapa siwezi kuendelea na njia hii kwa sababu nimewekewa vikwazo. Kimya anabadilisha njia. Nakumbuka alipoingia kwenye kile kijiji cha Samaria, walimfungia njia. Na bila kusema neno, akarudi akakatiza, akaendelea na njia. Wakina Petro na gari huko wanafanya mambo ya dini na wajima. Yaani amejikita katika kutimiza mapenzi ya Baba. Na mahali fulani amesema, alikuwa anasema alipokuwa ananyimwa na wapinzani wake kwa namna moja au nyingine, alikasa uso kama umekume kuelekea Yerusalemu. Umekume ni kiwe gumu,
ambalo hata ukipiga namna gani uweze kulipasua. Alikaza uso kama kumekune kuelekea Yerusalemu kutimiza mapenzi ya Baba. Sasa ndugu zangu, nikajiuliza, wewe Padri Hosea, kwa nini umesimikwa leo? Na hii waamini, ni kwa nini tunapata kiongozi mpya rasmi siku ya leo? Mwenyezi Mungu anataka nini kwenu? Padri Charles pamoja na msaidizi wako huyu Padri Gaspar pamoja na nyinyi wote, lengo hapa tu la kusimikwa huyu padri, lakini pia na nyinyi wote, Mwenyezi Mungu anataka mapenzi yake yatimizwe mahali hapa. Mapenzi ya Mungu yatimizwe. Hakuna tena kitu kinachompendeza Mungu katika maisha yetu kama kutimiza mapenzi yake. Hilo linafurahisha, hilo linampa faraja, hilo linamfanya awe na majivuno matakatifu kwamba nina watoto wangu ambao wanafanya kama ninavyopenda, kama moyo wangu unavyopenda, kama kile ninachokitamani ndani ya moyo wangu kinavyofanyika. Hakuna tena kitu kizuri kama hicho. Tunaweza kufanya mambo yetu mengi na nini, tukaleta mawaridi, tukaleta maua, tukapiga vigelegele, lakini swala linakuja je? Hilo ndilo ambalo Mwenyezi Mungu analitaka kwenu ninyi, kwako wewe baba paroko mpya pamoja na watu wako. Na hili kipengele cha kwanza cha tafakari yangu kwenu, kwako wewe Padri Charles na hawa watu wako, ninawaomba msianze kutengeneza sera. Padri Charles, sisi tumetokea na sera zako kutoka huko parokia Kongoni, na wengine sasa nasema watanitambua nimeingia, na ninyi mnasema tumepata kijana hapa watu watatambua. Msianze hivyo, tafuteni mapenzi ya Mungu. Padri Charles, usianze kwa kazi tu, kwa jazba tu. Tafuta sera za Kristo. Sera za Mwenyezi Mungu hapa ni zipi? Hapa mahali hapa umekuja hapa. Mimi sikuwa nimefikiri kwamba ungekaa kwa paroko hapa. Wewe mwenyewe kwa umefikiri, kwa nini wako umefikiri? Kijana kadogo kabisa. Sijui kama ataweza. Sasa kwa nini amekuja hapa? Lazima kujiuliza, Bwana Yesu anaanza tia msalaba, na tunaanza tia msalaba leo ya kwanza, tunaona sala zote na masomo yote kama tutakavyoyaona yanaelekea kwenye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yafanyike. Hakuna tena kitu kizuri kinachompendeza Mwenyezi Mungu na ambacho pia kitaleta tija kwenu, mpate furaha mioyoni mwenu, kama kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Padri Charles na nyinyi waamini wa hapa Kirokoni, Mwenyezi Mungu anataka nini kwenu wakati huu? Mapenzi ya Mungu ni yapi? Ni lazima uyatafute Padri Charles. Mwanangu mpendwa, anza kwa tafakari. Nikuombe tu, kama umeshaweka sera mezani, naomba kwanza kwa unyenyekevu, kwa udogo kabisa, tafuta katika sala, katika tafakari, wewe pamoja na watu wako, kipindi hiki cha Kwaresma, katika sala, katika tafakari ya neno la Mungu, katika adhimisho la misa takatifu, katika kuabudu sakramenti kuu, katika matembezi yenu ya msalaba kwenye maeneo mbalimbali. Bwana Yesu kama vile anavyotimiza mapenzi ya Mungu kipindi hiki na amevalia chuka. Hivi Mwenyezi Mungu anataka nini hapa kwenye parokia yenu? Ni kitu gani tu anachokitaka? Anataka nini? Anataka
Anataka watu waachane na vitu walivyo navyo. Usikuje kuna vitu ambavyo wamefunga huku, yaani vitu ambavyo wachukua tu havipo katika wana wa Mungu, kama vile Waisraeli walivyokuwa wamevichukua wakati ule, alafu walipokufa tunamwona kwamba yule kijana kwenye kitabu cha Makabeo anawaalika watu wafanye sadaka, waombe Mungu msamaha, maana watu wa Israeli waliokuwa wametoka huko wamechukua viungu vya ajabu na wakaja navyo na wamekufa wakiwa navyo. Usikuje katika dunia hii kuna vitu ambavyo vimeletwa vya ajabu vinafanya Wakristo wasiende mbele Charles. Labda ndio Mungu anataka kufiondoe kwa kushirikiana naye. Bwana Yesu anataka nini hapa? Yeye ambaye ni mshindi wetu. Mwenyezi Mungu anataka nini? Ninaomba Padre Charles kwa unyenyekevu mkubwa, usiwe na sera mizani na kusema kwamba watanitambua. Mwenyezi Mungu anataka nini? Na mkishafahamu inawapa tena sasa, inawaweka mahali pazuri pa kurudi tena kwake. Sasa tuanzeje na tufanyeje? Tunaomba msaada wako, tunaomba neema yako, tunaomba nguvu yako, tupe mwangaza, tupe mbinu za haya mambo ambayo unataka yafanyike mahali hapa, ili yafanyike kwa sana. Ninakuomba tena Padre Charles, usije na sera, usianze sera zako na ujana wako, mtoto wako, unasema watanitambua. Tunajua nguvu za ujana zipo, tunajua unawaza mambo mengi, lakini uwe mnyenyekevu kabisa, wewe pamoja na watu wako. Angalieni katika sala, katika mazungumzo yenu, mkianza na Mwenyezi Mungu mtaona mambo ya ajabu. Anzeni na sala, mwambieni Mungu, nataka tufanye nini kipindi hapa mahali hapa. Uongozi wa parokia na halmashauri ya parokia, msiende tu kijazo hivyo tu vichwa tu, yaani sisi si watu wa kawaida bwana. Pale ameungama imani yako kwamba haya ndio ya ungama, ndio ambayo ni kama ameyameza, kama nabii Ezekieli alivyoweza kile kitabu, ndio nitakayowapa. Ni mambo mengi ndio yote ya ujumla Mungu anataka hapa, lakini kipi hasa katika hayo ameweza ameungama hayo yote ambayo tunapata imani yetu ni sawa, lakini sasa hivi ni kitu gani anataka muondoke nacho? Lazima muwe na unyenyekevu, muwe na subira, muwe na busara na hekima ya kutafuta hilo katika roho ya sala na mazungumzano. Hilo ni la kwanza. La pili, haliendi mbali na hilo, tunaenda kwenye masomo ya leo. Ni kipindi cha kufunga na masomo ya leo yanapelekeza hapo. Mwenyezi Mungu, kumbe kwenye somo la kwanza kwa kweli na Injili, kumbe kufunga ni jambo muhimu. Hilo mjue kabisa ni zoezi muhimu katika mpango mtakatifu kwa Mungu kwa wokovu. Tunafahamu hilo Baba Askofu, Mungu anasema katika Agano la Kale, lakini Yesu mwenyewe katika Injili ya Mtakatifu Mathayo ile sura ya kwanza tu mstari wa 14 anakuona kwamba ameenda jangwani kwa siku 40 akifunga. Mambo Biblia katika sura ya Biblia Mungu Mathayo akifunga, tumfungua Marko kwa sura ya kwanza, akifunga kwa siku 40 amekaa kule na wanyama wakali walikuwa wamemzunguka. Kipindi kigumu kabisa. Sasa kumbe kufunga ni zoezi muhimu katika mpango mtakatifu wa wokovu.
Nasikia anasema sura ya kwanza tu mstari wa 12, mara Roho akamtoa aende nyikani. Huyu Roho usifikiri kwamba ni roho shetani, hapana, ni Roho Mtakatifu Bwana. Maandiko hapa yalifunua kabisa, ni Roho Mtakatifu yule ambaye yuko kati ya Baba na Mwana. Roho Mtakatifu anamtoa aende nyikani. Roho Mtakatifu anamchukua. Roho Mtakatifu anamuongoza nyikani. Akawako huko jangwani siku 40 hali akijaribiwa na Shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Kumbe kufunga kuko katika mpango mtakatifu wa Mungu. Ni zoezi muhimu kabisa. Na ndiyo maana hata kwenye somo la kwanza kumbe lipo Mwenyezi Mungu anzi kusema kwamba hivi mnajua kwamba kufunga ni muhimu. Hapana, anachukua tu, anaanza hivyo mara moja tu kwamba sasa kwani huo ndio mfungo wa namna hiyo ninao tamani kwenu? Kwani mfungo mnaofanya yaani hazi kwamba yaani mnaanza kufunga umetoka. Kufunga tumeshaona ni zoezi muhimu, ni zoezi la muhimu katika mpango mtakatifu wa Mungu wa wokovu. Lina kazi yake kubwa na ni lazima lifanane na kile ambacho kiko katika mpango wa Mungu. Tunafunga ili iwe nini? Kipindi hiki cha Kwaresma mimi nakufunga ili iwe nini? Mungu anataka iwe nini? Sio sana kwamba mimi ninafunga tu watu nimefunga, lakini tunarudi tena kwenye kipengele cha kwanza. Ni kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Mungu anauliza, saumu ambayo ninaitafuta kwenu ndio hiyo? Kile kitu kinachong'aa, kile kitakatifu ninachopenda kukiona kwenu, yaani pendeze moyo wangu na kwenu kiwe ni kitu cha tija cha kuinua katika utakatifu, ndio hicho. Meleta kufunga ambapo ni kwa kwenu, ni kwa kadiri ya mpango wa Mungu. Sisi tunafunga tu, lakini tunaunganisha ule mfungo na Mungu na kuomba kweli Mwenyezi Mungu, ninaomba uniongoze nijue kwamba kama hili ambalo ninafunga wakati huu ndio lenyewe, na nifunge namna gani pia. Nipe nielekeze kwa Roho Mtakatifu, kwa neema yako, kwa mwanga wako, niweze kuona mfungo huu ufanyeje ili ukupendeze wewe na uwe na tija kwangu. Tusifunge tu mambo yetu ambayo hayana faida yoyote. Na sasa tuende kwenye Injili. Unaona wafuasi tena wanakuja, hawazi kusema kwamba yaani sasa mfungo ulitoka. Wanajua kwamba kabisa tendo la funga ni muhimu. Sikiliza wanavyoanza. Yesu alipofika ng'ambo katika nchi ya Wageraseni, wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga bali wanafunzi wako hawafungi? Kufunga ni jambo muhimu, ni zoezi muhimu kabisa kwa kwenye mpango mtakatifu wa Baba. Sasa wanashangaa, ni kwa nini sasa Mafarisayo wanafunga Bwana kama ilivyo kawaida katika wana wa Israeli, kama ilivyo katika maelekezo ya kanuni zote zinazotuelekeza katika utakatifu. Sasa sisi tunafunga na Mafarisayo wanafunga, na sisi na wanafunzi wa Yohana wanafunga. Ni kwa nini wanafunzi wako hawafungi? Wao wanataka watu wafunge Bwana. Lakini Yesu pale analeta kitu kigumu sana. Sijui hata kama wameelewa, na sisi ni ngumu pia kuelewa hapo. Mfungo ni lazima uendane na mapenzi ya Mungu.
Sasa Yesu anasema wale wanafunzi wake wako katika kukaa naye, wanamshangaa tu ni muda wao wa kukaa na Yesu, maana wako na kitu kizito sana pale. Ile ni sehemu ya mfungo wao, yaani kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka wakipate katika mfungo, wanacho tayari hapa. Wanafunzi wanaonja ile furaha ya Yesu, wanajifunza kwa Yesu upendo wake, wanachukua vitu pale. Katika kule kukaa nao Yesu anafurahi, mapenzi yake yanatimizwa. Mapenzi ya Mungu yanatimizwa kwa sababu wanamzunguka wakiwa wanatambua kwamba wako na nani. Anawashirikisha mambo matakatifu kabisa. Katika mfungo ni lazima tukutane na Mungu, tupewe zawadi zinazotokana na Mungu, tupewe vazi kwa Kiswahili, tupewe nini? Tupewe tunu. Yaani kuna tunu za kimungu, wanazozipata pale. Katika kufunga ni lazima tukutane na moyo wa Mungu na kule tupate vitu vya Mungu, yaani zawadi za kimungu za kutufanya kweli tuweze kuonja ule uwana wa Mungu, yaani mahusiano yetu na Mungu yanakuwa ni meupe, yanakuwa ni hai, yanakuwa yamejawa na uadilifu, yamejawa na uchaji. Kumbe sasa Yesu anawaambia ni sawa. Yesu anawaambia msifunge, kwa sababu tumeshasema zoezi la kufunga ni nini? Liko ni la muhimu katika nini? Mpango gani? Takatifu wa Mungu. Mpango takatifu wa Mungu. Kwa hiyo hasemi kwamba wasifunge, isipokuwa kile kinachopatikana katika kufunga vizuri wanakichota hapa. Mnapofunga mnapaswa kukutana na Mungu. Mungu awape zawadi zake za umungu wake, awashirikishe zaidi tunu zake za kimungu, tunu zake, muweze kung'aa ule uwana. Sasa hawa ndicho ambacho wanakipokea hapa, wako katika kupokea kile ambacho kinapatikana kwa watu waliofunga vizuri. Kwa hiyo acha hapa waendelee, wakipate tu, halafu watakapokuwa wenyewe sasa wanaanza kujitafuta, wajibuli kama hivi na kujitafuta. Lakini ni jambo gumu sana Yesu analofundisha hapo, maana kuna mifungo mingi sana ambayo tunaifanya, lakini ni kwa ajili yetu tunaifanya hivyo. Sio maana Bwana Yesu kwenye ile Injili ya Jumatatu ya Majivu akaanza kutuasa kwamba tusifunge ili tufanye nini? Tuonekane. Tusisali ili tufanye nini? Tuonekane. Tufanye kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Tufanye kwa roho ile ambayo Yesu alifanya alipokuwa hapa duniani. Akampendeza Mungu. Safari yote ya njia ya msalaba ni sadaka ambayo inampendeza Mungu. Sasa sisi mfungo wetu ni lazima umpendeze Mungu. Moyo wa Mungu ufurahi kutokana na ule mfungo. Nafsi ya Mungu ipokee ule mfungo. Usikute tunafanya mambo yetu tu ili kuonekana. Sasa kuna watu ambao yashaona wanapotoa sadaka, hasa vile fulani vinavyofika kwenye jumuiya zetu, kwenye jamii, unakuta wakati wa kutoa sadaka mtu anakuja anatoa sadaka nyingi sana hapo mbele hapo. Lakini mfadhana na nani? Mfadhana na nani? Ni mdolana na msikilize mahubiri. Nasema hivi, kuna wakati ambapo unakuta watu wanatoa sadaka anaitoa hapo mbele, lakini anapoitoa amefuatana na wapiga picha, anapoangusha anaweka laki moja alafu ni saa moja picha zinatukuliwa picha.
ili ionekane kwamba nini? Tumefanya nini? Tumetoa sadaka. Sasa hiyo sadaka ni kwa Mungu kweli, ni kwa Yesu, au ni ya kufanya mtu ukubwa wake uonekane na matoleo yake kwenye kanisa yaonekane? Hivi hapo ni Mungu anatukuzwa au ni binadamu? Kuna watu wengine sasa, watu wa karisma ndio wanasema ndio wakati ambao hakuna nitafanya sana kufunga. Sehemu yake ya kufunga kwa kweli ni kupunguza ile mwili. Yaani mwili umekuwa mkubwa sana. Mkimbia sana huko barabarani, huko msijira kile moshi unasumbua sana barabarani. Lazima tunapokwenda asubuhi kama tulivyoondoka kule saa 12 kasoro, twende taratibu, maana wanafanya nini? Wanakimbia, wanapunguza, wanasema ndio karisma yangu. Hivi hilo ndio anatafuta Mungu kwao. Ndio karisma kweli. Alafu imaliza wiki mbili, wanasema wanawaambia mabinti wenzao, na nikataka niangalieni, yanafurahi kupendeza yaani siku hizi walao, yaani nimekuwa na sheria ya ulimwengu. Ndio sheria ya ulimwengu sasa hivi. Imeshajitambua. Hiyo ndio sadaka ndio kufunga. Huo mfungo ndio Mungu anaotafuta katika Kwaresma hii kwetu. Yaani kumbe anataka kupata sheria. Shukia kwenye sheria za ulimwengu kwa nani na huyo hapa leo hapa. Yaani wako vizuri sana, vizuri sana. Nataka apendeze. Nataka apendeze, akubariki. Sasa kuna vitu vya namna tunavyofanya. Ni lazima tuvifanye kwa ajili ya Mungu. Na tuombe kwanza pia, kama nilivyosema pale mwanzoni, ni lazima tuongozwe na Roho wa Mungu. Tuongozwe na roho ya sala. Mungu anataka tufanye nini? Ni mfungo gani Mwenyezi Mungu anataka nimfanye sasa hivi? Na naufanyaje? Je, naufanya vizuri kwa namna ambayo kwa kweli utapendeza moyo wa Mungu? Maana kuna kitu kizuri kama vile kufanya lile ambalo Mwenyezi Mungu anapenda, ambalo liko katika mapenzi yake. Mapenzi yako yatimizwe. Je, hapa tunafanya kile ambacho kinapendeza moyo wa Mungu? Mungu anakubaliana nacho? Anauliza, ndio sababu ninayotafuta nini? Kile kitu ambacho nakitafuta, ile sala, ule mng'ao ninaotafuta katika kufunga ndio huo? Hapana. Huo ni wa binadamu, ni wa kwenu. Ndugu zangu, hilo ni jambo lingine. Tuombe sana neema ya kufunga kwa ajili ya kufanana zaidi na wana wa Mungu, ya kufunga tuondoe yale mambo ambayo yanatuzuia tusiwe ni wana wenye sura ya Mungu, tusiwe ni wanafunzi wa Yesu wenye sura ya Yesu, waliojawa na tunu za kiinjili ya Yesu. Kwa hiyo katika kufunga, tufunge ili kuomba neema hiyo ya kufanana na wana wa Mungu. Tuondoe katika nafsi zetu, katika familia zetu, katika mitaa yetu, katika kanda zetu, katika jumuiya zetu, katika parokia yetu, yale mambo ambayo hayampendezi Mungu, yale ambayo hayampendezi Yesu. Kufunga kwetu ambako kutampendeza Yesu na kuleta tija kwetu, tuweze kupokea tunu za kimungu, tunu za kiinjili, ni kufunga. Tuondoe yale yote yanayotuzuia tusifanane na wana wa Mungu,
tusiwe na sura ya Mungu inayong'aa. Familia zetu zisiwe na sura ya Mungu. Mungu asije kwa nyumbani akakimbia mbali na ile familia. Akasema hapa sio mtoto wangu. Lakini tuko Bwana. Lakini anapita Mungu anasema hapa hakuna kitu cha maumivu maana tumejipika mambo ambayo sio ya kwetu. Kule kwenye jumuiya anapita, lakini anapita tu anaangalia hata kwa baraka, maana haoni kitu cha kwake. Haoni uwana unaong'aa. Tumeumbwa kwa mfano na sura ya hakuna kitu kinachomfurahisha Mwenyezi Mungu kama anavyoona kwamba tuna ule mng'ao wa wana wa Mungu. Hakuna kitu kinachomfurahisha Bwana Yesu kama anavyoona kwamba yani tumebeba sura yake, zile tunu za kiinjili. Zile tunu za kiinjili alizotushirikisha zinang'aa ndani yetu. Kuna mfanano kati ya nafsi ya Yesu na mfanano wangu na mimi. Kuna mfanano kati ya Yesu na wewe. Kuna mfanano kati ya Yesu na jumuiya yetu. Kuna mfanano kati ya Yesu na familia yetu. Hakuna kitu kinachomfurahisha Yesu hicho. Yesu akija kwenye familia anaona, yani anaona ule mng'ao wa kwamba sisi ni wanafunzi wake. Anauona tumejawa na tunu za kiinjili, tumepambwa na uadilifu na uchaji na usafi wa Yesu. Uchaji wa Yesu unang'aa ndani ya familia zetu. Uangavu wa Yesu, nafsi ya Yesu inaonekana katika nafsi zetu na familia zetu. Sasa mfungo mtakatifu ni ule wa kuondoa yale yanayotuzuia tuingie hapo. Saumu ninayotafuta ni kuona hiyo nafsi ina mng'ao wa mwana wa Mungu, ina mng'ao wa Yesu. Ile familia ina mng'ao wa Yesu. Tunafanana na Yesu. Hakuna kitu kinachofurahisha Yesu kama hicho. Maana amemwaga damu yake ili atupate. Sasa ndugu zangu, mfungo wetu wa kumpendeza Yesu na kumpendeza Mungu ni hapa. Lazima tuondoe yale ambayo yanatuwekea beria tusifanane na Yesu. Uwana wa Mungu umechafuka. Mungu Baba akiwa anapita hivi hapa, anapita pale tu. Tunamuuliza Mungu Baba tuone, anasema Yesu anapita tu. Yaani anapita tu na sisi tu tunamwambia Yesu, sisi ndio wale ambao tulikomboa kwa damu yako takatifu. Anapita tu. Anapita mahali pengine anasema Yesu sisi ndio Yesu. Nafurahi kuwaona. Njoni hapa niwape busu takatifu. Hapa nafurahi. Je, nafsi zetu zikoje? Mfungo wetu lazima uwe na hiyo. Ndio ambao Baba anautaka. Ndio Yesu anautaka. Usiwe tunafanya mambo yetu tunaonekana tu nimefunga sana. Umeingia kwenye mambo ya ndani. Ukaondoa ile ngozi ambalo linakushuhudia na Yesu. Yaani pambano yetu katika kufunga wakati huu na jana nini? Je, unataka kuliondoa hilo? Yaani lazima tuanishe mfungo wetu na Yesu. Tuanishe mfungo wetu na Mungu. Tuanishe mfungo wetu na mafundisho ya Kanisa Katoliki. Je, ninang'aa katika mafundisho ya Kanisa Katoliki? Na hapo ndio kufunga kwa kweli. Hapo mambo vipi? Mfungo wetu hapo. Yaani sio kwa mfano hapa sasa hivi ni sura ya wana wa Mungu, ule mng'ao wa wana wa Mungu. Akipita hapa Mungu atapita tu, yaani kama hatuoni, tukimuuliza tumwambie Mungu sisi ni wale wa kwako. Alafu anasema anapita anaishia kule. Na Yesu akija sasa alitukuta hapa, tumwambie Yesu sisi ni wale wa kwako.
mioyo yetu ifanane na Yesu, matendo yetu yafanane na Yesu, familia zetu zifanane na Yesu. Na kama kuna mfungo wa aina yoyote tunaofanya sasa hivi, iwe ni hapo kuondoa yale mabegi yote, yale yote ambayo yanafanya tusifanane na wana wa Mungu, tusifanane na Yesu, tusifanane na mwaliko wa maandiko matakatifu, mwaliko wa Injili takatifu ya wokovu. Kwa hiyo kufunga lazima kufunga, lakini tunafunga kwa ajili gani? Kwa ajili ya kukutana na Mungu, kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Tumwombe sana ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anapotujalia zawadi kubwa ya kipindi cha Kwaresma, lakini pia wakati huo kwa kweli ametujalia zawadi ya kiongozi mpya baba wa kiroho ambaye tuna matumaini makubwa naye, pamoja na wasaidizi wake wote, bali Peter Mosha ambaye ni mkuu wa shule hapa karibuni, lakini pia wasaidizi wake bali Gaspar Waichi. Tunaamini watakuwa wasaidizi wazuri tu, pamoja na vijana wetu hapa. Tunapopata zawadi kwa namna hiyo tukiwa kwenye mwanzo wa kipindi cha Kwaresma, ninaomba sana tuendelee kumwomba Bwana Yesu Mungu mtakatifu atuangaze, tuweze kufanya Kwaresma hii vizuri. Katika mfungo wetu uwe ni mfungo kabisa wa kiinjili, ni mfungo ambao unataka kuondoa yale mapungufu na makasoro yote, yale mambo yote ambayo yanaondoa nyeusi, yanachafua mng'ao wetu. Tunapofananisha na Yesu, tunakuta kwamba si wenyewe, tunaomba atujalie mfungo wetu wewe wa kuondoa, ili tuweze kurudi pale ambapo wafuasi wa Yesu wanapaswa kuwa, pale ambapo wana wa Mungu walioko kwa mfano na sura yake wanapaswa kuwa. Ule mng'ao, ule mvuto ambao uko kati ya wana wa Mungu na Mungu mwenyewe. Tumsifu Yesu.